Sasa ngome ya Yeriko hii huwa haivunji kwa nguvu za kibinadamu. Hiyo ndio habari mbaya. Ngome ya Yeriko haivunjiki kwa nguvu za kibinadamu, inavunjwa na nguvu za kiroho, inavunjwa na mamlaka ya kiroho. Ndio maana kuambia leo tuna sababu ya kucelebrate, kwa sababu kwa wiki 3 tumekuwa tukipiga ile ngome ya Yeriko kimya kimya. Tunaidhoofisha mizizi yake, tunaudhoofisha msingi wake. Ngome ya Yeriko haivunjiki kwa nguvu za kibinadamu au kwa mikakati ya kibinadamu. Tunaivunja kwa nguvu za kiroho. Neno la Mungu linasema katika Wakorintho wa pili 10:4, silaha za vita vyetu si za mwili, bali zina uwezo katika Mungu wa kubomoa ngome. Na Yesu asifiwe sana. Nasema ngome za Yeriko katika biashara zao zimeanguka. Baraka yako ambayo Mungu amekuahidia ya 2026, baraka ya upako mpya, baraka ya neema mpya, baraka ya biashara mpya, baraka ya kazi mpya, sasa imeachiliwa na hauna kizuizi tena, bali ni kwenda kuichukua na kutembea naye. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana ngome ya Yeriko imeanguka. Hebu mwambie jirani yako, ngome ya Yeriko imeanguka. Ngome ya Yeriko imeanguka. Huna haja ya kuhangaika tena. Huna haja ya kujiona wewe huwezi tena. Mlango uko wazi sasa. Bwana Yesu asifiwe sana.